Yesu asifiwe sana. Hongera wewe ambaye uko nyumbani kwa Bwana pamoja na changamoto ya mvua. Hongera wewe ambaye umempa Mungu nafasi kama ambavyo ungempa kwenye shughuli za kawaida, lakini umesema hapana, nitakwenda nyumbani kwa Bwana katika mazingira yoyote. Mungu pia anastahili heshima sawa na kazi iliyoajiriwa kwa biashara. Zaidi ya hiyo, anastahili heshima zaidi ya hiyo. Basi tupo tena kwenye mwendelezo wa somo ambalo tumekuwa nalo tangu wiki iliyopita, linahusu umisheni ni moyo wa Mungu na wajibu wa kila Mkristo. Umisheni ni moyo wa Mungu na wajibu wa kila Mkristo. Wiki iliyopita tuliangalia nini maana ya umisheni kwa undani. Leo tutasogea kidogo katika kipengele kingine kinachohusu umisheni ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Umisheni ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Wengi tunapozungumza umisheni tunadhani ya kwamba umisheni ulianzia kwenye agizo kuu lile ambalo lilinenwa kwa kinywa cha Yesu mwenyewe katika Agano Jipya. Katika Mathayo 28:17-20 tunaona Bwana Yesu anasema enendeni ulimwenguni. Wengi tunadhani kwamba umisheni ulianzia pale, lakini ukweli usiopingika katika Biblia ya kwamba umisheni ulianza tangu mwanzo asili, tangu anguko la mwanadamu katika bustani ya Edeni. Tunaona kwamba bado moyo wa Mungu ulikuwa ni kumtafuta mwanadamu. Hata pale ambapo mwanadamu alipoanguka, bado Mungu mwenyewe aliendelea kujifunua kwa upendo na rehema wa kumtafuta mwanadamu. Bado moyo wa Mungu ulikuwa ni kumtafuta mwanadamu. Tunaona hili liko zaidi katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 8 na 9. Naomba tusome kidogo, ambayo mwenye maiki iko karibu, naomba tusome ile andiko. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 8 na 9. Tunaona Bwana Mungu akimtafuta mwanadamu. Moyo wa Mungu tangu awali. Tunapozungumza Mungu, tunazungumza juu ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie katika hilo andiko, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Tunaona Bwana Mungu alipokuwa anamtafuta mwanadamu, alipoanguka na kupoteza nafasi yake, alimuuliza uko wapi? Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9 inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Ili swali la uko wapi si kwamba Bwana Mungu alikuwa hamuoni Adamu yuko wapi. Si kwamba Adamu na mkewe walikuwa wamejificha kiasi ambacho Bwana Mungu hawezi kujua Adamu yuko wapi. Lakini ilikuwa ni mwanzo wa umisheni wa moyo wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu, baada ya kuona kama mwanadamu amepoteza nafasi ya ukaribu na Mungu ile aliyokuwa nayo mwanzo, baada ya kuwa ametenda dhambi, amemwasi. Tunaona kabisa kwamba moyo wa Mungu hapa, mwanzo kabisa wa umisheni wa kumtafuta mwanadamu, Bwana Mungu anamuuliza Adamu na Hawa, Adamu uko wapi? Tunaona kiu ya Mungu na asili na moyo wa Mungu unajifunua kwa rehema zake za kumtafuta mwanadamu. Tunaona mwanzo kabisa wa umisheni, Mungu anamwambia Adamu, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Kumbe tunaona
asili ya umisheni haijaanza kwa mwanadamu kumtafuta Mungu, bali umeanza kwa Mungu mwenyewe kumtafuta mwanadamu. Moyo wa Mungu ni kumtafuta mwanadamu aliyepotea ili aweze kumrejesha. Na kwa maana tunaona sasa pale Bwana Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Kwa kule umisheni sio juhudi za wanadamu za kumtafuta Mungu. Umisheni sio juhudi za mifumo yetu ya kidini za kumtafuta Mungu. Umisheni ni ulianza kwa Mungu mwenyewe kumtafuta mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena tunaona pia hata baada ya anguko, mwanadamu alipokosea, Mungu akaanza kutoa adhabu kwa kila mmoja. Tunaona pale katika alipokuwa anampa adhabu nyoka, anamwambia tena, katika nyoka wewe nitaweka uadui kati yako na mwanamke, uzao wake utakupiga kichwa na wewe utamgonga kichwa. Hapa tunaona mwanzo katika Biblia. Haya hiyo tusome katika Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Tunaona Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. 3 mstari wa 15 nasema, nami nitawaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hapa tunaona katika ile pamoja na wanadamu kuwa wamemwasi Mungu na kupoteza nafasi, Mungu aliendelea kumtafuta Adamu, uko wapi? Tunaona sasa bado Mungu anafunua mpango wake wa siri wa kumkomboa mwanadamu, wa wokovu kwa mwanadamu, kuanzia hapo anapomwambia kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huyo uzao wa mwanamke. Tunaona Bwana Mungu anafunua kwamba atakuja Mwokozi atakayetoka katika uzao wa mwanamke, ambaye ndiye atakayemshinda shetani na kuwa sababu ya ukombozi wa mwanadamu. Katika haya hii, katika haya 15 sura ya 3, tunaona kwamba katika Biblia huwa inaitwa ndio ahadi ya kwanza ya ukombozi wa mwanadamu. Nami nitaweka, Bwana Yesu asifiwe, moyo wa umisheni wa Mungu tangu mwanzo. Tunaona kwamba hata pale dhambi ilipoingia, baada ya anguko la mwanadamu, bado Bwana Mungu aliweka mpango ya kwamba atatokea mwanamume Kristo Yesu ambaye atazaliwa na kuichukua dhambi ya ulimwengu. Yeye ataiangamiza dhambi kwa damu yake pale msalabani. Kwa bado Bwana Mungu anaonyesha moyo wa umisheni. Kwa kumbe umisheni sio wazo la binadamu, ulianza tangu mwanzo. Lakini bado tunaona hata baada ya hapo moyo wa Mungu unaonekana. Tunaona anaanza kumuita Abrahamu katika ile Mwanzo 12 mstari wa 1 na 3. Bado Bwana Mungu anaendeleza na kumwambia, toka wewe katika nchi nitakwambia, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Bado wito wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu, moyo wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu unaonekana zaidi. Tusome katika ile Mwanzo 12 mstari wa 1 na 3. Bado Bwana Mungu anaonyesha ule moyo, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Mwanzo 12 mstari wa 1 na 3. Mwanzo 12 mstari wa 1 na 3 inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hapa tunaona bado moyo wa Mungu ulibaki si kwa taifa moja tu. Bado moyo wa Mungu
umisheni katika mataifa yote. Tunaona hapa anafunua siri ya kwamba Kristo Yesu anatoka katika uzao kupitia Abrahamu. Basi mataifa yote, makabila yote watabarikiwa, mataifa yote watainuliwa, kutatokea msamaha, anatokea kwake yeye, atatoka katika viuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaendelea kufunua siri kubwa kwamba yeye sio wa taifa moja tu la Israeli, yeye sio wa kabila moja, yeye sio wa lugha moja, bali moyo wake ni kuwafuata watu wote, mataifa, kwa kila taifa, kila kabila, kila lugha watabarikiwa, kwa maana nyingine wataunganishwa tena na Mungu. Bado hata tunaona katika taifa la Israeli aliloteua, bado Bwana Mungu aliweka taifa la Israeli kwa maana ya kwamba liwe sababu ya mataifa mengine yote kumjua Mungu. Taifa la Israeli lilikuwa tu ni taifa kwa mwanzo tu, lakini bado moyo wa Mungu ulikuwa ni kwa kila taifa, kila kabila, kila lugha, mataifa yote waweze kuvutwa na kumwelekea yeye. Bado moyo wa Mungu anaonyesha umisheni umeanzia kwake tangu zama za Agano la Kale. Tukisoma katika Isaya sura ya 46 na ule mstari wa 9, tunaona pale anasema, naomba tuongelee andiko, ameweka nuru ndani ya Israeli ili kuweza kuwafikia mataifa yote na tabishi yake. Tusome hilo Isaya 46 mstari wa 9. Bwana 9 na mstari wa 6. Isaya 49 mstari wa 6 inasema, naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuzinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Kwa hiyo katika Agano la Kale tunaona bado moyo wa Mungu ilikuwa si tu katika taifa la Israeli, bali moyo wake ni kuwaona watu wa kila kabila, kila taifa, watu wa kila kabila, watu wa kila lugha waweze kumrejea yeye, waweze kumsogelea yeye, waweze kumlilia yeye kupitia umishi. Bado ameweka taifa la Israeli ili kuwa sababu ya mataifa mengine kuweza kumrudisha yeye. Kwa tangu mwanzo tunaona moyo wa Mungu umekaa katika umisheni wa kumtafuta mwanadamu. Hata tunapokuja katika Agano Jipya tunaona Yesu Kristo mwenyewe ambaye alitumwa na Mungu Baba kuja duniani kutafuta kilichopotea na kuokoa ulimwengu wote. Ukisoma katika ile Yohana 3:16 tunaona kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu aamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu. Tunaona Mungu aliupenda ulimwengu, si kabila la Israeli peke yake, si taifa moja peke yake, alipenda ulimwengu wote. Luka 19 na ule mstari wa 10 tunaona mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bado inafunua siri katika Agano Jipya kwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Mwana wa Adamu alikuja kurejesha uhusiano uliopotea tangu mwanzo. Moyo wa umisheni, bado Bwana Yesu anaendeleza moyo ule ambao ulikuwepo tangu hapo mwanzo. Alikuja kuendeleza kile kilichopotea. Kwa moyo wa umisheni ni moyo wa Mungu mwenyewe tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo umisheni sio jambo jipya. Umisheni sio jambo jipya. Umisheni sio wazo la mwanadamu. Umisheni sio wazo la dini. Umisheni sio falsafa. Umisheni ni mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu,
wa kurejesha wanadamu. Hivyo hatuna budi kulibeba kwa sababu ni wazo la lazima. Tunapotoka katika umisheni, tunapoacha umisheni kanisa, tunatoka katika kuungana na moyo wa Mungu ambao umekuwepo tangu mwanzo. Moyo wa Mungu anatumia umisheni kama kudhihirisha upendo wake, rehema zake na moyo wa kuwavuta kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umisheni ni mpango wa Mungu tangu mwanzo, tangu kwa wanadamu. Mungu alianza kumtafuta wanadamu. Uko wapi? Uko wapi? Tunaona tangu katika hadi ile ambayo aliweka, ambayo tumeisoma katika Mwanzo 3 mstari wa 15, lakini pia katika wito wa Ibrahimu tunaona katika ile Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuna kitu kiko sawa kwenye huko. Katika ile Mwanzo 3:15. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado tunaona hata katika wito wa Ibrahimu, Mungu anamuita Ibrahimu katika Mwanzo 12:1 mstari wa 2 na 3. Lakini sio hivyo tu, hata manabii wengi ambao walizungumza walikuwa wanasikiliza ile uhamisho. Nabii Isaya alitabiri juu ya ujio wa Yesu Kristo, ikiwa ni ishara ya kueneza umisheni moyo wa Mungu tangu mwanzo. Hata Bwana Yesu Kristo mwenyewe alipokuja, alikuja kutimiliza lile ambalo lilikuwa limeanzishwa na yeye, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kabla hajavaa mwili kuja duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Mwanzo 12 mstari wa 2 na 3 anasema, nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwe, naye akulainie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Moyo wa Mungu ulifika katika mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie sasa kidogo katika huduma ya Yesu. Tumeona katika neno la kale kwamba kule umisheni ulikuwa tangu mwanzo. Hata katika huduma ya Yesu, Yesu mwanzoni alizaliwa kama Myahudi, akakulia katika desturi za Kiyahudi, lakini tangu mwanzo wa huduma yake tunaanza kuona kumbe Yesu hakuwa kwa ajili ya taifa la Uyahudi peke yake la Israeli. Tunaanza kuona moyo wake wa kuendeleza kile ambacho kilianzishwa mwanzo na yeye na Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Katika mafundisho yake aliwaponya watu, aliwagusa watu, aliwaambia watu habari za toba na msamaha wa dhambi, habari za kurejesha. Alitembea kwa miguu yake yote mjini na vijijini akihubiri habari za ufalme, za kurejea, za kuwarejesha watu kutoka dhambi. Kwa Yesu mwenyewe aliendeleza kile. Ukisoma katika ile Yohana 3:16 bado anakuja na ile, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa sasa unaona ulimwenguni bado Mungu Yesu alipokuja hakuwa katika taifa moja la Israeli tu, bado moyo wake ulikuwa ni kwenda kuwagusa mataifa. Kwa moyo wa umisheni wa Mungu ulikuwa ni kwenda kwa kila kabila, kila taifa na kila lugha, ili waweze kumrejea yeye.
Bwana Yesu asifiwe sana. Katika huu mstari, kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu. Kwa hiyo kumbe tunaona Bwana Yesu alikuja duniani si kwa sababu wanadamu walistahili. Walikuja kwa sababu ya upendo. Mungu aliweza kuupenda ulimwengu kwanza. Kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu. Kwa hiyo kumbe uisheni umekuja kwa muunganiko au kwa asili, kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu anawapenda wanadamu. Mungu anawapenda kwa kila taifa, kila kabila, kila lugha na kila rangi. Kwa hiyo kumbe uisheni haukuja kwa kulazimishwa. Ulikuja kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Na hivyo anataka hata sisi pia tuwe na moyo ule ule wa upendo, wa kuwafuata watu ambao wamepotea, watu ambao kisha bado lipo ndani yao, watu ambao hawajajua kweli, ili watoke kule wamrejee yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Bwana Yesu tunaona hata alipokuwa kule akizunguka huko na huko, bado aliwaona watu wakaonea huruma. Biblia inatuambia kwamba aliwaona kama watu wasiokuwa na mchungaji, watu ambao wako katika mahangaiko ya dunia, watu waliotengwa, watu ambao bado wako gizani, wanahitaji kuona na mchungaji aliye sahihi ili aweze kuwavuta na kuwarejesha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika ile Mathayo 9 mstari wa 36, tusome huko mstari. Mathayo 9 mstari wa 36. Mathayo 9 mstari wa 36 inasema, na alipoona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Katika mstari huu hapa tunaona moyo wa Mungu mwenyewe, moyo wa Bwana Yesu. Alikuwa anawahurumia, aliwahurumia watu ambao tayari wamepotea, aliwaelekea kwa moyo wa upole, kwa sababu yeye alikuwa akitazama, akiona hukumu iko mbele na akiona watu wanaenda kuangamia, watu wanaenda mauti. Endapo angekufa katika hali hiyo, walikuwa wanaenda jehanamu. Kwa hiyo aliwaonea huruma. Na sisi pia Bwana Yesu anatutazamia kwamba tuwe na moyo huo huo wa umisheni ambao ulikuwa ndani tangu mwanzo wa kuumbwa wa anguko la wanadamu. Na hata kwa Yesu Kristo mwenyewe, yeye aliwaonea huruma waliopotea, akawahurumia, akaona kwamba wako katika giza kuu, giza toro ambalo linahitaji watu au watumishi walio katika shamba lake waende kuwahubiria habari njema za ufalme. Hakuwaendea watu kwa kuwalaumu, kwa kuwaona kwa jicho fulani ambalo, lakini aliwaendea kwa moyo wa upendo. Hata wale ambao walikuwa katika dhambi, tunaona kuwaendea wengine walikuwa wamekaa katika lungu la dhambi, lakini hakuangalia wingi wa dhambi, hadi waliwaonea huruma. Na hata sisi anataka vile vile tuwaendee watu walio, tusiwaendee kwa moyo wa kuwalaumu. Unaweza kumwendea mmoja mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, usikate tamaa. Bwana Yesu aliendelea kuwaendea. Nishatoa mfano huu. Nakumbuka siku moja nikiwa Njombe, nilikuwa kila siku nimeelekea utaratibu na baisikeli yangu na kwenda na ubiri mjini. Nilikuwa karibu watu 10 kwa siku, nilikuwa naweza kuambia habari za Yesu. Na siku moja nimekuta vijana fulani wamekaa, nikaanza kuambia habari za Yesu. Nilipokuwa naambia habari za Yesu, mwisho akasema kwa sasa sisi hatuko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo nilijisikia vibaya. Kwa wakati mwingine tukawaendea watu tukakasha tamaa.